niwaombe vijana wote wa kata ya Pamba na kata ya Igogo, lakini niwaombe vijana wa mkoa wote wa Mwanza kuhakikisha kwamba mnashiriki katika michezo, mkitambua kwamba michezo ni furaha, michezo ni burudani. Niwaombe sana tushiriki katika michezo. Michezo inatufanya tuwe na afya njema. Michezo inatufanya tufikirie mambo kwa mapana zaidi, kwa sababu tunazifanya akili zetu zichangamke, au sio? Ndio. Nichukue nafasi hii kuwaeleza vijana wote wa mkoa wa Mwanza. Vijana, tujikite katika mambo ya uzalishaji mali. Fanyeni kazi. Tutizame tusije tukarubuniwa, tusije tukatumiwa na watu ambao wana malengo ya kuvuruga amani, wana malengo ya kuhamasisha vitendo vya fujo, wana malengo ya kusababisha vitendo vya vurugu, tukajikuta na sisi tumedanganyika na kujihusisha, hivyo kusababisha kuwepo kwa uvunjifu wa amani katika maeneo yetu. Sisi kama vijana kamwe tusishiriki mambo kama hayo. Lakini namba 2, sisi kama vijana tukatae na tusiwape ushirikiano hata kidogo wale wenye malengo ya kusababisha maeneo yetu tunayokaa yakakosa amani. Badala yake tuendelee na shughuli za uzalishaji mali kwa lengo la kujipatia kipato. Kamwe tusipoteze muda wetu na kushiriki mambo ya hovyo yanayosababisha uvunjifu wa amani. La mwisho, sisi jeshi la polisi tunao mpango wa wakaguzi wa kata. Mkaguzi wa kata yenu huyu hapa, na ninatoa maelekezo, sogea hapa. Kupitia tukio hili ninatoa maelekezo kwenye kata zote za mkoa wa Mwanza kufanya uhamasishaji kwa vijana wakishirikiana na wenye viti wa serikali za mitaa, wahamasishe vijana kufanya michezo. Ushiriki wa michezo kama hii itatufanya kwanza akili zetu kuwa zenye afya njema, mwili wetu kuwa wenye afya njema, lakini kupitia michezo hatutajihusisha na matukio ya uhalifu. Tukimaliza michezo, tunatafakari kwa pamoja ni namna gani ya kuyaweka maeneo yetu kuwa salama. Kwa hiyo wakaguzi wa kata wote, wewe umesikia, wote walio katika mkoa wa Mwanza na wenye viti wa serikali za mitaa, tuunge mkono katika hili kuhakikisha kwamba tunahamasisha michezo katika kata zote, ili kuhakikisha kwamba amani, utulivu na usalama vinaendelea kuwepo kwenye maeneo yetu. Sasa naomba niseme mambo yafuatayo, niseme mambo machache niliyoyaona kwenye mpira. Kwanza ni kwa muda mrefu tumepata burudani ya aina hii. Tumeona watu wanacheza peku, waliovaa viatu ni wale waliovaa socks, au sio? Hiyo ni burudani, au sio? Lakini tumeona mpira uliokuwa unatumiwa kwa ajili ya kuchezewa uko wapi? Mimi mara ya kwanza nilijua ni ngozi ile, kumbe ni mpira wa nini? Kumbe uko hapa. Kumbe ni mpira uliotengenezwa kienyeji, au sio? Hii nayo burudani nyingine. Sawa kabisa. Lakini leo tumeona magoli ambayo haya magoli mimi sijai kuyaona ya design hii. Lakini kuna jamaa yetu mmoja yule mweupe, yeye ana urefu, ni mrefu kuliko goli, alafu akidaka anajisifia kadaka vizuri. Lakini nawapongeza sana kwa kutengeneza burudani ya aina hii. Timu nzima zote zimecheza peku, kasoro refari ndiye alivaa viatu, tena viatu vya ngozi. Hongereni sana. Sasa kwa sababu kazi yangu mimi ni kutoa nini? Zawadi. Kabla sijatoa zawadi, niahidi kitu kingine. Tengenezeni, mwenyekiti yuko wapi? Mwenyekiti njoo basi na wewe. Andaeni sasa michezo mingine. Tengeneza, fanya mobilization ya watu wengi zaidi, vijana wengi zaidi. Andaa utaratibu mzuri na sisi ushiriki ule utaratibu, ili tuandae sasa michezo yenye upana mkubwa kuliko hii, na sisi jeshi la polisi tutasapoti. Ili sasa muwe mnatuleta kila siku jioni tunakuja kuangalia mpira, au sio?
Kila siku jioni nitakuja kuangalia mpira. Kwa mwezi tunaangalia mpira hata mara 6 mara 7. Hii ndio itakuwa doria yetu. Tunafanya doria hapa, biashara inaisha. Kwa nini? Kwa sababu ukitoka hapa umechoka, huwezi kwenda kuwaza uhalifu, au sio? Ni kufika nyumbani na kuoga na kufanya nini? Unaoga na kufanya nini? Au unasubiri mechi za usiku za kombe la dunia. Maeneo yetu yanakuwa salama, au sio? Lakini mwisho sasa michezo hayaendani na pombe. Michezo hayaendani na nini? Na pombe. Ukitaka kulinda afya yako na michezo na afya njema, mimi sisemi uache pombe, kwa sababu kunywa pombe sio dhambi, ila punguza, au sio? Na usiwe zile zenye madhara.